Kitu kikubwa kabisa unakipata siku ya kwanza ya kuzaliwa ambacho ni cha kwako peke yako, kama alama za vidole ambavyo hazifanani, ni bahati. Ukizaliwa hata kama una kila kitu, ukikosa bahati umekosa kila kitu. Kwa hiyo sisi hapa tulipo lazima tukubaliane kwamba hivi vitu ni vichache. Tanzania na watu zaidi ya milioni 70 kwa sasa, lakini sisi wachache tumepata hii bahati. Kwa hiyo tujipigie makofi kwa hii bahati. Ingawa bahati hii inachombezwa zaidi na kubahatika kwetu, kwa sababu tukubali tukatae. Sisi hapa kama alivyosema msemaji aliyotangulia wa masuala ya bima, si kwamba ukishazidi miaka 35, kuanzia 30 usijiite kijana, wewe ni mzee. Kwa sisi hapa tuko kwenye kundi la uzee. Ni kundi ambalo ndio linaathirika zaidi kwa magonjwa ya mara kwa mara na mengi. Ila kama itoshi, sisi kama wasanii kwa mtindo wetu wa maisha, kwenye hiyo bahati tuliyopata kuwa na majina na riziki kidogo, tulianza kuwa na mfumo wa maisha ambao ni hatarishi kwa afya mapema sana. Tulikuwa na uwezo wa kunywa pombe, tunapata hela, tunafanya show, na sehemu zetu za kazi ndio sehemu za ibilisi za pombe, mambo mengi. Sisi wengine watoto wa kiume, watoto wa kike, vurugu mechi ni nyingi. Kwa hiyo sisi tupo kwenye riski kubwa sana ya kupata magonjwa mengi yasiyoambukiza ambayo hii dunia inateseka nayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa namna ya kipekee kabisa, nasema sio sisi, hata mashabiki wetu ambao wana tabia ya kusemaga kila kitu kwa jicho la kisiasa, na mashabiki wetu tuwaambie, tushirikiane kwa pamoja kuwashukuru viongozi wetu. Wanasema kwenye kila zuri kuna baya na kwenye kila baya kuna zuri. Mheshimiwa Rais kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa Waziri wa Afya Comrade Mchengerwa, tunasema kwamba tunawashukuru, na mashabiki wetu pia tunaomba na nyewe wapeleke shukrani hizi kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu wana uhakika, japo ndo Mungu anapanga, ila uhakika wa kuendelea kutuona tukiwa hai labda umeongezeka, kwa sababu tumepata bima ya afya, ambao wengi wetu tungeweza kufia ndani tu kwa ajili ya malaria ndogo tu, hatuna bima. Tungeweza kufa kwa magonjwa madogo madogo mno, kwa sababu kiuhalisia hatuna bima za afya. Lakini kama haitoshi, sisi kama ilivyo watu wengine kwenye ofisi wanafanya kazi serikalini, mashirika ya umma, binafsi, taasisi za umma zinini, wanapofikia hatua ya kustaafu huwa wanapata mafao yao ya kustaafu. Kuna bima za afya, kila kitu. Kwa sisi pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais, ni katika kundi la wastaafu wa muziki, leo ametukumbuka kwenye bima ya afya, na sisi kama wastaafu wenzetu wa serikalini na wapi, haya ni mafao yetu. Tujipigie makofi kwa mafao haya na kumshukuru Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri kwamba tunashukuru kwa niaba ya wenzetu na mashabiki wetu. Mungu awabariki sana ndugu zangu. Jipigieni makofi tena.